Mtazamaji wa Sibuka TV, msikilizaji wa Lindi FM 87.5. Naomba nikualike katika kipindi chetu cha jamii na maadili. Tuwe pamoja, tujifunze mambo ambayo ni ya msingi tena ni ya adili kwa ajili ya maisha yetu, tukiwa bado tuko juu ya uso wa hii dunia. Na tulikuwa tumeanza pamoja, nilikuwa naongelea kuhusu hukumu ya watakatifu. Tuliendelea vizuri somo la kwanza, sasa hili ni somo la pili, lakini nitakupa mrejesho kidogo alafu niendelee na vipengele vya leo. Niombe kwanza, nikuombe. Baba Mungu mtakatifu, niko mbele zako kukushukuru kwa ajili ya wema wako, fadhili zako kwetu za milele. Hata umetukirimia hii nafasi ya kuwa pamoja na mtazamaji na msikilizaji kwa ajili ya somo hili zuri. Tunajifunza mambo makubwa ambayo yamesitirika, wengi kuyajua sio rahisi mpaka uyafunue kwao kwa njia ya mafundisho kama hivi. Hukumu ya watakatifu lazima tujifunze ili tujue na tupate faida. Karibu Roho Mtakatifu, tufundishe, nitumie kama chombo chako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Majina yangu kamili ni mchungaji Dr. Jacobo Mutashi. Nachunga kanisa la EAGT Kiloleli, Mwanza. Somo la kwanza tumeanza tu hilo kuhusu hukumu ya watakatifu. Tumemaliza sehemu ya kwanza, sasa hii ni sehemu ya pili. Na labda nikupeleke kwenye mrejesho kidogo. Nilisema kwamba watakatifu walioko duniani ndio walio bora. Hilo ulijua kabisa kichwani kwamba watakatifu wapo duniani. Zaburi 16 ule mstari wa 3 anasema watakatifu walioko duniani ndio walio bora. Tena Bwana ndio anaopendezwa nao. Kwa hiyo wapo. Haijalishi wewe umeshindwa, haijalishi ni wachache, ni wengi, lakini wapo. Sasa hao waliopo ndio mimi naongea nao kwa sehemu. Maana wengi kuchanganya tu maandiko waliposoma, nisoma ile maandiko ya utangulizi. Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza, mstari unachanganya wengi mpaka wengine wanamkosea Mungu. Anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Narudia, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Sasa huyu mtu akisoma Petro wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa 17, hapo ndipo watu wanapochanganya. Anasema kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanzia katika nyumba ya Mungu. Na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasiotii injili ya Mungu utakuwaje? Mwisho wao hao watu wasiokuwa. Sasa mimi nataka niwaambie kwamba hukumu ipo kwa watakatifu. Nadhani kama alivyosema Petro wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa 7 tena ya wa 17 tena inaanzia nyumbani mwa Mungu. Sasa watu wasijisahau wakafanya ndivyo sivyo. Unajua mtu akishakuwa amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, asipopata mafundisho sahihi tena mfululizo, na yeye mwenyewe akatokea kukubali kuitwa mwanafunzi mzuri wa Yesu, akapenda kujifunza, kujua namna kutembea katika wokovu, wengi wanapotea katika maandiko haya. Na mtu mwingine kufikia kusema labda kwamba maandiko yanajipinga au Mungu anajipinga. Mungu hawezi kujipinga na maandiko yajipinge. Unaona? Sasa wengine, nimesema jana na niendelee hapo, kwamba wengine kwa kutokujua kwao sasa wanaishi wanavyotaka. Kupokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ni jambo moja, lakini kuyaishi hayo maisha ya wokovu, maisha ya kumcha Mungu ni jambo jingine ambalo limewashinda wengi. Wengi wanataka kuishi wanavyotaka, wengi wanataka kufanya wanavyotaka. Na sisi wachungaji tukiweka mikazo na kuweka misisitizo na kuwa wakali na kukaripia, mahali pengine tunatafsiriwa vibaya kwamba tunaleta dini mpya. Saa nyingine wengine wanasema tunaleta ukoloni, wengine wanasema mnajidai mko mbinguni, tuko duniani.
Wengine wanasema hakuna kuokoka hapa duniani. Maneno mengi yanasemwa, lakini kwa maana hiyo wengine kujikuta wamejikita katika dhambi ya siri, dhambi za siri. Dhambi za siri ambazo nilizitaja jana hapa. Nikasema zipo nyingi, lakini tuachane nazo zote hizo. Tujikite katika dhambi ya uzinzi na uasherati ambayo inasumbua wengi. Inasumbua wengi, yamkini hata watumishi wa Mungu wametumbukia kwenye mitego ya shetani kwa njia hiyo. Watumishi wa Mungu wameingia kabisa, wengi tunasikia shuhuda zimeharibika kabisa, wachungaji, maaskofu, mitume, manabii, hata inaonekana kinyaa kabisa na kuchafua jina la Bwana. Wengi kwa kutokujua au wengi kutaka kuishi tu wanavyotaka. Unajua waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 18, Biblia inasema wazi kwamba mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali hujilinda na yule mwovu hamgusi. Hiyo ni waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 mstari wa 18. Sasa wenzangu wengi niseme wanaosema Yesu ni Bwana, wametumbukia kwenye mtego huu kwa kutokujilinda. Kutokujilinda, watu wanaishi wanavyotaka na shetani ametumia nafasi hiyo. Nikasema ndio maana Efeso sura ya 4 mstari wa 27 Biblia inasema wala usimpe ibilisi nafasi. Nikasema na bado nasema kwa kumalizia mrejesho kwamba shetani hana nguvu, hana chochote, anatumiaga nafasi tunazompa sisi, mipenyo, mianya. Mtu katika maisha yake ya Ukristo anaweka loophole. Hilo ni neno zuri zaidi la Kiingereza utaila loophole, yani kinafasi cha kupenya pale. Hawajilindi watu. Sasa hilo nalo ni somo labda nije nalo niwasaidie wengi. Aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi, hujilinda na yule mwovu hawezi kumgusa. Shetani katika doria zake anaanza kwa watakatifu kwanza kabla hajaenda popote. Akikuta mtu wa kujilinda anaingia na mambo yake. Na kwa kuwa huyu mtu wa kujilinda saa nyingine hana hata neno moyoni, anaingia kwenye mitego yake. Sasa inabaki watu kufanya dhambi za siri. Huo mstari ni usome kwa kwanza pia. Isaya 29 ndio iliyotuongoza jana kwenye somo lililotangulia. Ni Yeremia, Isaya 29 mstari wa 15. Usikilize. Watu wanajitahidi kabisa kufanya dhambi za siri kwa kujificha, kwa kukimbia huku na huku, wakidhani kwamba wanamkimbia Mungu. Lakini kwenye mabano wanajua wanamkimbia mwanadamu. Lakini mwanadamu unaweza ukamkimbia na ukafanikiwa, lakini Mungu huwezi kumkimbia. Mungu huwezi kumficha chochote. Our God is omnipresent. Nilisema na bado ninasema yupo kila mahali. Omniscient, omnipotent. Yuko kila mahali, anayajua yote, anayaweza yote. Humfichi kitu. 29:15 neno linasema namna hii. Isaya 29 mstari wa 15. Anasema ole wao wanaojitahidi. Unasikia kuna kujitahidi, kuwa mjanja. Ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana, mashauri yao na matendo yao yamo gizani. Nao husema ni nani atuonaye? Ni nani atujuaye? Naona narudia, ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana, mashauri yao na matendo yao yamo gizani. Nao husema ni nani atuonaye? Ni nani atujuaye? Ukiendelea hapo kidogo anasema ninyi mnapindua mambo. Mfinyanzi, sanamu haiwezi kumpiga chenga mfinyanzi aliyeifinyanga. Sasa niliposema hivyo nikakupa na maandiko mengi tu katika somo la kwanza. Ni hame hapo niende somo la pili kwamba Mungu hawezi kumficha kitu. Labda niwape msome wenyewe Zaburi 139 mstari wa 7 mpaka wa 12. Kwa wale ambao mnanisikia kwa mara ya kwanza katika somo hili, jitahidi usome mwenyewe, mimi niendelee na somo la leo. Zaburi 139 mstari wa 7 mpaka wa 12. Niliishia pale kwa kusema kwamba Mungu ameweka siku rasmi, siku maalum ya kukuaibisha. Mambo yote yatakuwa wazi kabisa. Halafu
utajiona mjinga we mwenyewe sasa. Kama ulidai kujificha na ukafanya juhudi zako, unaposikia anaposema wengine wanajitahidi, ina maana wengine wanaingia kwenye gharama. Uzinzi wanaugharamia kabisa. Na kwenye uzinzi na kwenye uasherati watu wamesahau humo kuna maambukizi ya magonjwa ya zinaa, humo kama ni mabinti kuna mimba na vitu kama hivyo. Watu wanasahau hapo, wanajikita kwenye dhambi za siri. Wanazigharamia kabisa. Anaweza akatoka mji huu akaenda mji huu akidhani kwamba hakuna naye mfahamu, lakini mimi nakuambia hivi, nilipoishia ni hapo kwamba Mungu ameweka siku maalum ya kukuaibisha na kila kitu kitawekwa bayana. Sasa nilipokupa Ayubu 12 mstari wa 22, nadhani ulikuwa umenipata vizuri ndugu yangu mtazamaji, msikilizaji. Nihame hapo sasa nikupe kile nilicho kisaza kwenye hiki kipengele cha Mungu ameweka siku maalum ya kukuaibisha. 12:22, Ayubu sura ya 12 mstari wa 22. Anasema namna hii. Mambo ya Mungu bwana ukiyajua ni faida. Anasema hivi, Ayubu 12:22, Mungu huvumbua mambo ya siri tokea gizani. Huvumbua mambo ya siri tokea gizani, na hicho kilicho giza tupu huleta mwangani. Wewe funga madirisha, rudisha pazia zote, zima taa, weka komeo. Kwa Mungu ni kweupe mchana. Ni mnajidanganya kama umejificha na mko salama pale. Mko salama machoni pa wanadamu wenzenu, lakini Mungu yuko hapo hapo. Chumba chote ni mwanga kabisa na kila kitu mbele za Mungu kiko wazi. Sasa mstari niliokuwa nimebakiza nikupe katika hiyo Mungu ameweka siku ya kukuaibisha ni Mithali sura ya 6. Mithali sura ya 6, kusomea hiyo mistari usikilize. Usikie 27 mstari mpaka 29. Mithali sura ya 6 mstari wa 27 mpaka wa 29. Najua mnaandika, weka koma hapo. Andika mstari wa 32 na 33. Nitaisoma mfululizo. Narudia, ni Mithali sura ya 6. Proverbs chapter 6. Ni sura ya 6 mstari wa 27 mpaka wa 29. Weka koma. Andika na mstari wa 32 na 33. Nitasoma mfululizo 27 mpaka 29. Je, mtu aweza kutia moto kifuani pake na nguo zake zisiteketezwe? Je, mtu aweza kukanyaga makaa ya moto na nyayo zake zisiungue? Kwamba haiwezekani. Kwa hiyo ndivyo alivyo aingiaye kwa mke wa jirani yake, na kila mtu amgusaye huyo atakuwa na hatia. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, anafanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake. Atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitapotea. Naona huyu anaingia kwa mke wa jirani. Ukiacha mke wa jirani, ongezea hapo kwenye mabano, ongezea mke wa jirani imetajwa, lakini watoto wa jirani. Unajua mtu akishakuwa ni mzinzi na ni mwasherati, ule ni ugonjwa. Inafikia mahali mtu anapata na uraibu, yani inakuwa hawezi kujinasua. Ni addicted kabisa. Addiction inaingia kwake, anakuwa ni mtu mgonjwa, yani hawezi kuishi bila hiyo. Kwa hiyo kuna mke wa jirani, watoto wa jirani, hawajatajwa hapa, lakini mimi nakuongezea kwa sababu tuko kwenye jamii tunaona mtu mzee kabisa, mtu mzima kama unavyoniona hivi, haoni aibu kuingia kwa watoto wa jirani. Wanasoma, watoto yuko la 7, mtoto yuko form 2. Huyu baba mkubwa na mheshimiwa huyu anaweza kufanya juu chini, akawa anawapa hata na wavizia kuwapa hata lift, kutafuta mahusiano. Unasikiliza, anaanzisha mahusiano kwa vitu vidogo vidogo, kwa kuwa ni watoto. Kuwadanganya ni rahisi sana. Lifti, fedha kidogo, chips hizo, saa nyingine 1, 2, 3 anaweza. Wengine anasema hii simu haikufai sana, hii simu sio size yako. Hii anaweza akamnunulia hata simu mtoto mdogo, unamnunulia simu mzee, uone kama umepotea sana. Na ndio maana kesi za watu kama hao
inapokuwa imethibitika kama tulivyosoma, fedha yake haitafutika na aibu yake itakuwa ya kudumu kabisa na atavunjiwa heshima. Tumesoma mistari hapa. Anaposema kuvunjiwa heshima na fedha na vitu kama hivyo, ni pale sasa saa nyingine anaweza akakamatwa live. Wacha ya vificho mtoto amekamatwa live, hiyo ni moja. Lakini la pili, kuna hizo mimba. Mimba, maki unapopanda lazima utegemee kuvuna. Sasa mimba hiyo imetoka, lazima ulizwe huyu mtoto, hii mimba ya nani? Kimya, hii mimba ya nani? Utasikia anasema ya baba mkubwa jirani hapa au baba fulani. Huyu mzee anaweza akanifanyia hivyo mimi. Sasa huyu labda ni baba wa binti. Unaona ugomvi unaibuka pale na uadui wa hali ya juu sana, lakini baadaye inaweza ikafikia mahali, maana hata wakimlazimisha muoe hawezi. Kwanza anamji, halafu mtoto aliyezini naye ni kama watoto wake, ni kama wajukuu zake. Yani ni mambo ya aibu, niseme namna hiyo. Na ndio maana nimesema huyu mtu anakuwa labda ameshapata na uraibu kabisa, addiction. Unaona, kwa hiyo anafanya sio yataka, lakini anastukia ameshafanya, na sasa matokeo yake ndio anamshtua kabisa kwamba sasa binti ana mimba. Nani amekupa? Mzee huyo. Sasa mzee utamuoa? Hawezi kumuoa. Peleka mahakamani, vitu kama hivi. Sasa kama ana cheo au kama ana kazi au ni mtu maarufu katika jamii yetu, tayari ni aibu, kama tulivyosoma hapa, kuvunjiwa heshima. Unasimama kizimbani na mtoto yule pale kama kizibiti. Ushahidi ule pale, mtoto anaulizwa, ndio, ndio, alinipa 1,000, akanipa pipi, akasema twende. Alianza kwa kunipa lift kila asubuhi ananipitia. Sasa vitu kama hivyo ni aibu, umevunjiwa heshima, lakini kifungo miaka 30. Hebu fikiria, kama una miaka 70 na kitu kama mimi hapa, ongezea 30, unatoka mle na miaka 100 na kitu. Uenda ukafia huko kwa ajili ya tamaa tu. Naona ndio maana mimi nakuja kuwasaidia. Dhambi ya siri, unafanya unaficha, na unaweza ukafanikiwa kuficha kwa muda fulani tu, lakini baadaye inakuwa wazi kabisa. Kumbuka unapomwambia huyu mtoto unayezini naye, wanaume hasa wametajwa, wanaume hapa, maana kuzini na mke wa jirani ni mwanaume, hakuna hajatajwa mwanamke. Lakini na wanawake mjiongezee hapo, jichomeke hapo, maana hii ni two-way traffic. Unasikia, ni mtambuka, inakwenda huku na huku, watu waliokosa kuwa na adabu katika jamii. Kumbuka mimi niko kwenye jamii na maadili hapa. Unasikiliza, makosa jamii, maadili yoyote kabisa hayapo. Na Biblia inawaita watu walioharibika akili zao, ndio kama hao. Sasa unakuta umejiingiza kwenye vitu kama hivyo na umekwenda sasa kuaibika, na ndoa yako itakuwa na dosari. Sasa hapo tumetaja mtoto wa jirani. Sasa kuna mfanyakazi wa ndani wa jirani, yani huyu mtu hana aibu kabisa kumuingia kimapenzi mtoto ambaye ni mfanyakazi wapo nyumbani kwa jirani. Akimaliza zamu ya huyo, anamgeukia huyu mfanyakazi wa ndani wa nyumbani kwake. Sasa tatizo limekwisha kuwa hilo, na hawafanyi kwa wazi. Ndio maana mimi nafundisha dhambi ya siri. Watu wamejikita huko wakidhani kwamba ni salama, na mimi kama mwalimu wa jamii nasema sio salama, sio salama. Na Mungu ameweka siku ya kukuaibisha. Umepanda, tegemea kuvuna. Iko siku utaletewa taarifa, nina mzigo kako, yani mimba. Kwa kuwa una fedha, kwa kuwa ni mambo sio mabaya, unaweza ukasema tutoe. Mnaweza mkatoa ya kwanza, na kwa kuwa umeshazoea mtaendelea, na ya pili itatolewa. Hayati baba wa taifa aliwahi kusema, naomba nitoe huo mfano na nukutu, alisema mtu akila nyama ya mtu hawezi kuacha. Na sasa kwa kuwa hawa watu wameonja haya maisha ya kuibana tu hivi, mtu mzee mzima na kabinti kadogo, katoto ka jirani, mfanyakazi wa jirani, mfanyakazi wa kwake, mdogo wa mke wake, vitu kama hivyo vya aibu. Wanaume ndio nasema na ninyi kwa sehemu, na wanawake jichomekeni hapo, kwa sababu unaposema mke wa jirani, mdogo wa mke wake, na wewe sema mdogo wa mume wangu, kaka wa mume wangu, inaweza kutokea hiyo. Tumeona wamama wengi, kwa sababu muda utoshi ni wataja hata wanawake hapa, wanaingia kwenye kapu lile.
Na jambo hili linapotokea sio kwamba watu wana shida au labda wana shida ya mahitaji au shida ya uchumi, ni tabia. Mahali pengine unakuta kila kitu kipo, lakini mtu anaingia huko mpaka watu wamebuni majina mengine wanasema michepuko. Mtu anaweka mchepuko wa siri. Unakwenda inakuwa mchepuko wa siri. Hata inaweza ikapita muda na hiyo mchepuko ukabeba mimba na ukajifungua mtoto baada haijajulikana. Lakini inakwenda kujulikana baadaye, mheshimiwa, utakaposahau kuacha matumizi pale. Anakuja kudai matumizi kwenye ofisi yako au kwenye shughuli zako au nyumbani. Au anaacha ujumbe, huyu baba akirudi mwambie namtafuta, namba yangu hii hapa. Sasa safari hii kaangukia mikononi mwa mke, mama. Baba alikuwa yupo. Sasa ndoa nyingi, mimi ni mwalimu wa ndoa, zimevunjwa kwa ajili ya dhambi za siri kama hizi. Sasa kichwa cha habari ni hukumu ya watakatifu. Sasa ninaposema hivyo, nimesema yamkini sasa wametumbukia huko watu ambao wanamjua Mungu, wakidhani kwamba kilichowapoteza wengi ni hakuna hukumu kwa hao walio ndani ya Kristo Yesu. Warumi 8:1. Kwa hiyo mtu akajua kwamba ni shwari, kwa hiyo tuishi tu. Sio kuishi tu. Umepokea wokovu kwa neema, kuna kazi ya kufanya kuutunza huo wokovu. Kuna kujinyima vitu kadha wa kadha japo unavipenda, unaviweza. Kuna kujikana mwenyewe, unasikiliza. Kuna mambo mengi ya kufanya, ndio maana nasema mtu akishaokoka akubali kukaa chini ya walimu, akubali kuendelea kujifunza, kujua namna kutembea na kutunza huo wokovu, na short of that au kinyume cha hapo, huyu mtu ndiye ameshatumbukia kwenye mambo mengine kama haya ambayo mimi nazungumza. Sasa hilo nitaka ulijue kabisa kwamba Mungu ameweka na siku rasmi ya kuaibisha, ndio kama hivyo. Lakini kakipengele kingine kwa watu kujua ili waogope. Ili waogope. Lazima ufahamu kwamba baada ya kifo ni hukumu. Hilo ni neno la Mungu. Usije ukajidanganya ukasema acha niendelee hivyo, ipo siku au nitaacha wiki ijayo au mwezi ujao au nimalize na huyu basi kabisa nimalize. Kumbuka baada ya kifo ni hukumu, na mtu usije ukadhani kwamba labda utatubu baadaye, labda utafanya hivi, labda vile. Na sasa kifo, hata watu wa kawaida wanasema tunatembea nacho. Unaposikia mtu amegongwa na gari au mtu amekufa kwenye ajali fulani, kitu gani kinatokea? Kinachofuatia hapo ni hukumu. Kinachotokea hapo ni hukumu. Sasa mimi nadhani nikapumzike kwa muda, nikuache, na nikirudi sasa niendeleze hapo kwamba baada ya kifo ni hukumu. Mtazamaji, naomba tuendelee sasa sehemu ya pili ambayo nadhani itakuwa nianzie pale nipo kuacha kwamba baada ya kifo ni hukumu. Mtakatifu mwenzangu, hilo ulijue. Unapokuwa kwenye wokovu na kwenye utakatifu, acha kucheza na dunia, acha kutangatanga na dunia na tamaa zake mpaka ukajikuta umeshaingia kwenye mtego wa dhambi za siri, ukidhani kwamba huo muda unaopoteza utaukomboa baadaye. Hakuna anayejua maisha yake ya kesho. Na nimekwambia mfano wa vifo vinavyotokea kwa dharura, kwa ghafla, ulikuwa ukutegemea ndio umeondoka. Hiyo hali unayoondoka nayo ndio imetoka hiyo. Hiyo ndio imeshatoka, ulivyokutwa ndivyo unavyokwenda huko ulikoandaa.
Ndio maana mimi nakataa ile sala ya makaburini ya mtumishi wa Mungu unaomba. Unajua sisi watumishi wa Bwana tuangalie sana. Unaomba hapo tunamzika mtu fulani, labda mtu fulani mazishi. Unamalizia maombi kwa kusema Mungu aiweke mahali pema peponi roho ya marehemu. Hiyo kitu mimi nasema haipo, nikatae mbele ya chombo kabisa, mbele ya hadhara. Haipo hiyo, kwa sababu baada ya kifo ni hukumu na kila mtu anakwenda kule alikoandaa alipokuwa mzima. Ukishaondoka mwilini hakuna kinachoendelea. Hakuna kinachoendelea zaidi ya hukumu ya Mungu imeanza. Kwa hiyo kinachofuatia ni yale uliopanda unakwenda kuvuna. Hiyo ni Ibrania 9:27. Kama mtu alivyowekewa kufa mara moja, naam, baada ya kufa ni hukumu. Hilo ulijue ili uogope, ukae katika hali ya usafi na ujilinde na ujiepushe. Kwa kuwa ni mtakatifu na unasema hakuna hukumu kwao walio ndani ya Kristo Yesu. Warumi 8:1 imeenda na watu wengi sana watakatifu wameenda nayo. Lakini kuna mambo ya kufanya mengi ili uonekane umestahili kuishi na Bwana milele. Na kuna mambo mengi ya kujiepusha ili uendelee kuwa salama na uendelee kuitwa mwenye haki wa Bwana. Hayo sasa tunakuja mbele tutayaona. Lakini Ufunuo ile sura ya 14 mstari wa 13. Usikilize pia neno hilo. Uone hasara iliyopo. Ufunuo ni sura ya nimesema sura ya 14 ule mstari wa 13. Neno la Mungu linasema namna hii. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri. Sikiliza, sio ole. Katika Yeremia, katika Isaya 29:15 tusema ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana mashauri yao. Hapa ni heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Wapate kupumzika baada ya taabu zao, naam, matendo yao yanafuatana nao. Hiyo inaweza ikaungana na Mhubiri 12:14. Lakini kabla sijasoma Mhubiri 12:14 niongee kidogo hapo kwamba ujitahidi kuyafahamu maandiko na kuyajua. Hapa anaposema heri wafu wafao katika Bwana, kumbe kufa sio issue, sio tishio. Unaona, kwa mtakatifu ambaye amejitunza na amekesha katika usafi na utakatifu wa moyo, akiepukana na uovu. Tungekuwa na muda tukasoma habari za Ayubu, mcha Mungu ambaye ni kielelezo. Tunajifunza kwake mambo mengi. Kielelezo, anamcha Mungu, anatafuta ukamilifu na utimilifu, akiepukana na uovu. Kwa maana ya kwamba uovu upo, haumuogopi mtu. Hata Kaini aliambiwa kabisa, dhambi iko mlangoni na kuotea, lakini imekupasa kuishinda. Dhambi ipo, uovu upo, lakini ni juu ya mwanadamu mwenyewe kuchagua kuyaishi maisha ya kumcha Mungu kama alivyochagua Ayubu, mtangulizi wetu. Sasa ninachokisema hapa ni kwamba kifo sio tishio. Wewe la msingi unakufa ukiwa katika hali gani? Kama unakumbuka katika mwanzo wa somo hili lililotangulia nikasema kwamba heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Mwisho unasubiriwa sana, mwisho wa kila mtu. Mwisho wangu mimi, nianze na mimi, lakini na wewe mnayenitazama, mwisho ni wa muhimu sana. Unamalizaje? Kwa hiyo wafu wafao katika Bwana, kama utaondoka ukiwa katika Bwana, yani uko intact, niseme hilo neno, hujagusana na dunia. Yani dunia tangu ulipoiacha unaendelea kuchengana nayo, kuepukana nayo, na unavozidi kuwa mbali na dunia unakuwa karibu na Mungu, kwa kuwa huyo ndio unakwenda kuishi naye milele. Kwa hiyo kuendelea kuyatafuta mambo ya Mungu na kuyapenda na kuepukana na uovu. Sasa usitumbukie kwenye mitego ya dhambi za siri ambazo ndio unapambana nazo hapa na kueleza. Ukishayajua haya, utazibaini na hizo utazigundua, hautaingia kwenye mitego hiyo. Kwa hiyo ulijue hilo kwamba wanaokufa katika Bwana ni shwari kabisa, ni heri, maana matendo yao yanaambatana nao kabisa, hakuna linalopotea.
na yale uliyoyafanya ukiwa bado mzima, ukiwa hai, hayapotei. Na nitakupa mhubiri hapa anasema ikiwa ni mema au ni mabaya, lazima kila mtu avune alichopanda. Sasa niseme mtu kwenda jehanamu au kwenda peponi wanavyosema, au kwenye uzima wa milele au ufalme wa mbinguni, mtu anaandaa akiwa mzima bado. Kama hivi nazungumza, anapumua, na wewe unanitazama unapumua, na Mungu amekupa maisha. Anaweza kawa wewe ni msomi mkubwa, unaweza ukawa wewe ni tajiri mkubwa, unaweza ukawa wewe ni mheshimiwa sana katika jamii, unaweza ukawa wewe ni mrembo sana, unaweza ukawa vyovyote vile, huna cha kujisifia, ninachoweza kukushauri katika hali yako hiyo nzuri ulionayo, endelea kutafuta uso wa Mungu, endelea kujitenga na dunia, endelea kuepukana na tamaa za dunia, na tamaa za mwili, na tamaa za macho. Mojawapo ndio huu mtego wa dhambi za siri. Jitahidi sana kupata msaada wa Bwana kwa njia hiyo, atakusaidia kama unamhitaji. Unaona? Kwa hiyo watu wengi Mungu hawasaidii kwa sababu hawamhitaji. Sasa kama wamuite afanyeje? Yeye afanyeje? Maana hapa ni kuchagua, kupanga ni kuchagua. Na mtu amepanga maisha ya kuishi duniani mpaka siku ya mwisho. Sasa utegemee kuna mavuno kabisa. Kwa hiyo mtu anaandaa akiwa mzima hivi. Kukataa ubaya, kutafuta uzuri, kutafuta mema, kuacha mabaya. Hivyo unamaliza siku ya kwanza. Nadhani sidhani kama wote mnakumbuka, nilianza na somo la kutunza siku au muhimu wa siku moja katika maisha yetu. Hiyo siku ukienda nayo vizuri, ukaimaliza vizuri, ukaenda kupumzika usiku kulala, ukaamka asubuhi ukaanza na Bwana, ukashinda vizuri, ukaenda nayo vizuri siku, ukaimaliza vizuri, na siku zinakwenda, ikawa wiki, ikawa mwezi, ikawa mwaka, ikawa miaka. Iko siku utakutana na Bwana mawinguni ukiwa salama. Kwa sababu usijitumainie siku hata kidogo. Hata Mithali 27 mstari wa kwanza, Mithali 27 mstari wa kwanza anasema usijisifu kwa ajili ya kesho, maana haujui yatakayozaliwa katika siku moja. Kwa hiyo siku ni ya muhimu sana. Mtu ulionayo, uliopewa, ndio hiyo. Kama hivi tuna siku tunatazamana hivi, hiyo siku kwenda nayo vizuri tu paka katika hali ya usafi na utakatifu, unajikuta unakwenda vizuri na unaandaa pepo yako, au niseme uzima wa milele au maisha ya baadaye. Maisha ya baadaye yapo. Hilo somo nitakuja nalo. Maisha ya baadaye yapo. Kuondoka hapa sio mwisho. Mhubiri 12 nadhani utaweza kupata kitu cha kusaidia zaidi. Utanielewa kwa sababu maandiko yako wazi sana, mengine hayahitaji hata tafsiri. Mhubiri sura ya 12 ni kusomea mstari wa 14. Biblia inasema namna hii: kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Mambo yote ni bayana, ni dhahiri mbele za Mungu siku hiyo ya hukumu ya kila mtu. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wenzangu mnaosema Mungu aiweke mahali pema peponi roho ya marehemu, mimi nadhani tujiunge na mtu mmoja akasema Dr. Mutash, Bwana kumbe umenisaidia, mimi nilikuwa sijui Bwana, na mimi tangu sasa nasema Mungu amweke mahali panapomstahili alipoandaa mwenyewe. Sio Mungu amweke mahali pema peponi. Mtu aliyeishi anapotaka maisha yake yote, Mungu alipompa utajiri akaacha na ibada, akaanza na ulevi, akapata na nyumba ndogo, akaishi anapotaka, amefariki leo, unasema amweke mahali pema peponi. Yani Mungu unaweza ukamshawishi kwa hiyo sentence moja akabadilisha hukumu yake. Inawezekana hata katika akili ya kawaida. Maana Ebrania 9:27 tumesoma hapo, mtu alivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kifo au baada ya kufa ni hukumu. Sasa hukumu ya Mungu haingiliwi kushauri na kutetea. Hakuna wakili, hakuna mtetezi. Alafu wewe mwenyewe huwezi kujitetea kwa lolote. Kwa hiyo unajikuta umepoteza. Na saa nyingine umetoka mbali na Mungu wako vizuri, umefanya mengi mambo ya utukufu. Wengine amejenga nyumba ya ibada peke yake kwa hela yake, wengine amenunua vyombo vya kazi ya Mungu,
vya kwaya, labda mwingine amemjengea hata kiongozi wake wa ibada, kiongozi wake labda mchungaji, labda askofu, umemjengea hata nyumba, umemnunulia gari, umefanya vizuri sana. Hata mimi niko hapa, mtu akininunulia gari napokea, tena namuombea. Lakini bado ndugu yangu, uliyoyafanya hayo ukawafanyia watumishi wa Mungu, na ukafanya mambo makubwa kabisa kuliko hayo katika nyumba ya Mungu, kama ukujitunza, na kama ulidhani kwamba kwa kufanya hivyo umemnunua Mungu sasa, na uko tayari kufanya unavyotaka, kwamba Mungu atakumbuka hayo akusaidie, haipo. Na mimi mwishoni nadhani nitakuja kuleta hasara za kuishi maisha ya hivyo. Utajikuta kabisa kwamba inafikia mahali fedha ya mtu haiwezi kumtetea kwa lolote lile. Inafikia mahali kabisa fedha haina majibu ya maisha yako kabisa. Kwa hiyo kuishi maisha mazuri ni muhimu sana, na kuepukana na hii mitego ya dhambi za siri baya sana. Sasa hilo ulijue, baada ya kifo hukumu. Baada ya kifo hukumu. Timotheo wa kwanza 5. Nisome na hilo. Yamkini ukakosa hili, ukapata hili, ukapata msaada. Na sina uchoyo, baadaye nitatoa namba zangu za simu, unipigie mahali ambapo ukuelewa, kwa ajili ya muda mchache niliopewa au nilionao kwenye somo langu hili. Lakini kuna mambo mengi ambayo natakiwa niyaseme kwako. Kama utapiga simu tutaenda mbali zaidi, utajua mambo mengi. Ni sura ya 5, Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 24 mpaka wa 25. Sikiliza, anasema, dhambi za watu wengine ziko dhahiri au zi dhahiri, za watangulia kwenda hukumuni, wengine dhambi zao za wafuata. Vivyo hivyo matendo yaliyo mazuri ya dhahiri, na wala yale yasiyo dhahiri hayawezi kusitirika. Kwa hiyo mimi niseme kwamba hakuna siri katika jambo lolote hapa. Unafanya dhambi za siri, lakini ujue mambo yote yatakuwa dhahiri. Yanaweza akawa dhahiri bado huku duniani hapa, kama nilivyosoma huku nyuma, ukaaibika na ukapoteza heshima yako. Lakini pia siku ya hukumu yako hakuna kitakachositirika. Sasa kwa nini usinisikilize kwa makini, mtakatifu mwenzangu, ukaishi maisha ya usafi wa moyo, maisha ya kujiepusha na uovu, maisha ya kumcha Mungu. Ukafanya hivyo, na inawezekana, kwa sababu hawa tulio wasoma na watu ambao wengine sijawasoma kwa ajili ya muda, wako wengi waliotutangulia ni wanadamu wenzetu, waliyaishi hayo maisha ya kutafuta uso wa Bwana maisha yao yote, maisha ya kumcha Mungu na kutafuta utakatifu sana wakiwa duniani, wakijinyima na kujiepusha mahali pengine mambo ya kichachamani. Kasema kwa kuwa tunaongelea zinaa na uzinzi, Biblia inasema ikimbieni zinaa. Kukimbia, kutimua mbio. Wala usitafute kutafsiri hilo neno, tafuta neno la kiroho kuhusu kukimbia. Ikimbieni zinaa ni kukimbia kabisa, kama Yusufu alivyomkimbia mama Potifa, akamwacha hapo na joho lake, akatimua kukimbia kabisa. Unasema nimepona, nimeponea chupu. Naona alafu mwanaume habakwi. Mwanaume, uliwahi kusikia mwanaume amebakwa? Maana ukiingia kwenye mpango huo umeamua mwenyewe. Wesema sasa ningekatalia wapi, amenilazimisha. Hata bwana, hata ingekuwa wewe mzee ungefanyaje? Mke wa bosi kabisa amesema tulale. Sasa tumemsoma Yusufu, tulianza naye huyo Yusufu na mama Potifa, mama afande huyo, lakini kijana akatimua mbio. Nifanyeje uovu mkubwa namna hii nimkose Mungu? Sio kumkosea Mungu, kumkosa. Tusome vizuri. Umempoteza, humpati tena. Na hilo ndio somo linalofuatia. Umempoteza Mungu, humpati tena mahali popote. Itabaki tu mambo ya kibinadamu, mambo ya huruma tu, mambo ya kufarijiana, lakini mambo ya Mungu hakuna ajuaye. Hukumu zake Mungu ziko katika hekima zake, na anasema hukumu zake hazichunguziki, hekima zake hazitafutikani. Yeye hana mshauri, wala hanungunikiwi, wala hapewi kitu kwanza ili afanye kitu, kwa kuwa yeye hapokei wala hakubali rushwa, na hatazami sura za watu. Na Mungu hana upendeleo katika hukumu zake zote. Katika hilo hakuna Myahudi wala hakuna Myunani. Hivi naongea na watu wa aina zote kabisa, kuanzia mkubwa kabisa mpaka mdogo kabisa.
Chunga sana, chonde. Ukikosea utakatifu wako na maisha unayoishi ukaanza kuyachanganya na ukawa na mambo ya siri na ajenda za siri nyingi tu, kwa mwenye ndoa, mama na mficha mume wako asijue, unajitahidi sana. Mheshimiwa, unajitahidi sana mama asijue. Labda watakukamata au watakuona watoto unafanya ndivyo sivyo, naambia nije nisikie mtu amemwambia mama yake. Hata mwambia, lakini baba, ipo siku. Na hata unapomwapisha huyu unayefanya naye dhambi, kabinti kadogo, baba, mheshimiwa, baba, mtu mzima, nimejitolea mfano mimi mwenyewe, miaka kama ya kwangu unavyoona ni mingi, kuingia katoto ka miaka 14, 16, 20, hata angekuwa 40, ananihusu nini mimi? Na mimi na mke wangu mzee mwenzangu. Sasa inapokuwa umeacha hiyo ukafata huku, ukumbuke kabisa fedha yako haitafutika na utaaibishwa na utavunjiwa heshima kabisa. Wewe mwapishe tu, nije nisikie umesema, au nakapa na hela kabisa, nakupa hii hela, unyamaze kimya. Kama ndio siwezi kusema, utamwambia mama, siwezi kumwambia mama, nitajitahidi. Sasa wewe unapomwapisha vile, anakufurahisha pale, lakini kwake ni fahari. Wewe kwako unaona ni aibu asimwambie mtu, yeye ni fahari kwake. Anawaambia watu kabisa, nimeapishwa nisimwambie mtu, lakini wewe nakwambia kwa kuwa ninaona kama una akili timamu. Kwanza namuuliza, una kifua? Anasema ninacho bana, nina habari nzito sana, ni nyeti sana. Lakini sikuamini, mimi nadhani nisikwambie. Niambie dada, hata tuaminiani sasa. Bwana sasa, lakini nakwambia, lakini nadhani niko hatarini. Ukija ukamwambia mtu, mimi siwezi kumwambia mtu. Wanaapishana hivyo. Sasa wewe ulisema simwambie mtu, kwake ni fahari kumwambia kwamba baba fulani au mheshimiwa fulani ni wa kwangu, na mudu mimi. Ndio lugha inayotumika. Huyo mimi na mudu yule size yangu. Ukiangalia mtu anayesema size yangu, mtoto mdogo. Size ya mheshimiwa huyu, size ya mtu mzima huyu, size ya 1, 2, 3. Maneno ya mjini hayo baba, mimi nayaona mama zangu. Nadhani kuna mtu namsaidia hapa, kuna nyumba zitapona hapa leo. Na nasema hivyo kwa sababu naongea na watakatifu ambao wanasema sisi ni watakatifu, na kweli kama ni mtakatifu basi ishi hayo maisha. Unaja kutaabisha watu kwamba mimi nimeokoka bwana, mimi ni mtakatifu bwana. Wewe nyamaza. Sisi tutaangalia unavyozungumza, tutaangalia unavyovaa, tutaangalia 1, 2, 3, hata ulivyonyoa tunakucheki. Umenyoaje? Yani kunyoa kwenyewe peke yake inatambulisha wewe ni mtu wa aina gani. Hilo sio somo lake leo. Nitakuja na somo la mavazi, utakuja kunielewa ninachokisema hapa kwamba hata mavazi yanamtambulisha mtu. Unaja kutaabisha watu. Ungekuwa umeokoka ungevaa hivi, ungekuwa umeokoka ungenyoa hivi, ungekuwa umeokoka ungesema hayo maneno unayoyasema hayo. Umesahau kabisa kinywa cha kuhani kimehifadhi maarifa ya Mungu. Na mahali pengine tunaambia neno ovu lisitoke vinywani mwenu kabisa. Watu waitafute sheria ya Bwana vinywani mwetu. Sasa leo hii unaongeaje mambo ya kipuuzi? Haya ni mambo ya kawaida bwana. Wewe una dogo, sina dogo, lakini wewe ni mtu mwingine. Ni chombo cha Bwana, umetengwa maalum kutumika katika hali ya usafi na utakatifu. Sasa ukishampoteza huyo, ukishampoteza humpati tena. Mimi nikwambie ukweli, nimesema hicho kipengele labda nikigusie tu kwa kuwa muda na wenyewe sio rafiki. Nikigusie tu alafu nije nacho la ndani somo linalofuatia. Nasema ukimpoteza Bwana humpati tena. Itabaki tu mambo ya kibinadamu ya kutiana moyo, lakini Mungu alivyo mtakatifu, ukishamkosa sio kumkosea. Kuna mambo mengine anaposema sisi sote tuajikwaa katika mambo mengi, na mtu asiyejikwaa katika kunena huyo ni mtu mkamilifu kweli. Hiyo ni Yakobo sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Mimi sisemei huko haya mambo ya maisha ya kawaida. Mimi nasemea dhambi kama hii, uasi mkubwa namna hii ulioufanya, ukampoteza Bwana, kumpata tena iko kazi. Neno hilo alitusaidia huyu mtoto Yusufu. Mwanzo 39 uje usome hapo. Soma mstari wa 7 mpaka wa 12. Kwa muda ulivyo kusoma mistari mingi sitaweza, lakini kilichoko ni hicho. Yeye na maisha ya huyu mama Potifa
bosi wake, huyu ni mtumwa hapo nyumbani, lakini huyu mama ni mke wa jemadari kabisa Potifa, mkuu wa kikosi cha Kiitalia, jemadari kabisa. Mke wake anafanya tukio la kutembea na house boy mtumwa, alafu naona anamtaka kwa nguvu na anamkamata, lakini mtoto akaamua kutimua mbio na akakataa, akasema mimi nifanyeje uovu mkuu namna hii, mkubwa namna hii, nimkose Mungu? Na Mungu anavyohesabu dhambi kama hiyo kwa mtakatifu kama wewe kama mimi hapa, ukatumbukia kwenye dhambi ya zinaa au dhambi ya uzinzi. Nimesema zingine naziacha, sio kwamba sio dhambi, ni dhambi. Nimejikita kwenye hii dhambi ambayo inautesa ulimwengu kabisa, yamkini hata watumishi wa Mungu wenzangu kabisa mnisikilize. Mungu anaihesabu kama hii, mtu akitumbukia huko anaihesabu kama dhambi ya mauti. Waraka wa kwanza wa Yohana 5, huenda namaliza na hilo andiko, nimeshawishika kulisoma hili. Dhambi ya mauti. Hapo sikilize, tunakatazwa hata kuomba kwa ajili ya mtu amefanya dhambi ya mauti, lakini dhambi sio ya mauti. Nitafafanua kidogo kwa haraka. Dhambi Wakorinthe wa Yohana wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa 16, Biblia inasema namna hii: mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba na Mungu atampa uzima kwa ajili ya hao watendao dhambi isiyo ya mauti. Iko dhambi iliyo ya mauti, sisemi ya kwamba ataomba kwa ajili ya hiyo. Sasa hii ya mauti tunaambiwa tusiombe. Ya mauti ndio ya makusudi. Dhambi ya makusudi. Isiyo ya mauti ni ile ambaye mtu wa mataifa hajui hili wala hili, lakini anahitaji kuelekezwa, amefundishwa neno la Mungu, amesikiliza, sasa anakuja mbele za Bwana kutubu. Anakuja kwa lugha ya kujisalimisha kwa Bwana. Na tunapomuongoza sala ya toba na kumwombea, Mungu anasema mtu kama huyo Mungu atamrehemu kwa sababu alikuwa ajui. Hata hiyo Matendo 17 mstari wa 30, ukipata nafasi usome pale. Mimi nimemaliza, lakini mstari nakupa usome mwenyewe. Matendo 17 mstari wa 30. Siku zile za ujinga au zamani zile za ujinga, Mungu alijifanya kama hazioni. Ndio maana watu hapo wanatembea huko na huko, wazinzi, walevi, wachawi, lakini Mungu anawahifadhi hai. Anajua iko siku watakutana na Bwana, watamgeukia, watakuwa vyombo safi. Na sisi unaotuona hivi tumepita kwenye mambo mengi, lakini sasa Mungu alituhifadhi huko. Anasema, lakini narudia 17:30, zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, lakini anawaagiza watu wote tangu sasa watubu. Kwa mahali pote tangu sasa watubu. Ila siku za ujinga sipo. Sasa hiyo ndio dhambi isiyo ya mauti. Lakini dhambi ya mauti umeshashiriki mambo yote. Sasa hapo ndipo nitakapoanzia somo la 3 nikija. Umejua kila kitu na umeshiriki mambo kila kitu, alafu umekwenda hivyo unavyokwenda. Umekwenda ndivyo sivyo, ukidhani kwamba siku bado zipo utatubu. Au Mungu tunayemwabudu wewe mwenyewe ukajifariji, ni mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira, si mwepesi wa ghadhabu. Wewe jifariji tu. Lakini ukishampoteza, namaliza kusema, hutampata tena. Mungu sio mwanadamu kwamba umekosana na Dr. Mutash utakwenda kona ya pili utakutana naye, utamnunulia suti atakusamehe. Mungu sio wa hivyo. Mungu sio wa hivyo. Kwa hiyo tuna zamu ya kutembea katika hali ya usafi na utakatifu wa mioyo yetu na kukesha katika utakatifu. Mtakuwa watakatifu katika mwenendo wenu wote. Niliwapa hilo andiko muende nalo tunapoagana. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 14 mpaka wa 16. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 14 mpaka wa 16. Ukishapokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kuyaishi maisha ya utakatifu sio hiari, ni sheria, ni lazima katika mwenendo wako wote, sio katika baadhi ya mambo fulani yakiwa mazuri unakuwa karibu hivi na Mungu, unamtafuta Mungu, unakuja vizuri, alafu mambo yakiharibika na wewe unaharibika. Au Mungu anakufanikisha, anakuwa kama ndiye umepotelea jumla huko. Basi Mungu abariki sana. Mimi nasema
Nikushukuru sana kwa uaminifu wako. Niseme Mungu akubariki sana. Majina yangu kamili nijitambulishe tena, mchungaji Dr. Jacob Omotash. Namba zangu za simu 0767 493 na 07 pia 0784 493 kipindi hiki Jamii na Maadili kipo kila siku ya Jumatano saa 5:30 mpaka saa 6:30. Halafu Jumamosi marudio saa 6:30 mpaka saa 7:30 katika kingamuzi cha Azam. Kama unacho ndipo utatupata, na utafute channel kwenye other channels, channel 001, channel namba 001. Lindi FM wanaotusikiliza kwenye radio ni 87.5. Nimalize kwa kukuombea na Mungu akubariki. Baba Mungu mtakatifu, asante mno kwa uaminifu wako. Umekuwa pamoja nasi na umetufundisha mwenyewe, tumepata faida. Mtumishi wako aliyesikiliza, aliyetulia, akakuona ukiongea naye kupitia kinywa changu, najua amebarikiwa na amepata msaada. Baba, endelea kuwasaidia na kuwapa tafsiri kamili ya neno hili, na uweke ndani mwetu shauku na hamu kwa somo linalofuatia, maana maneno haya ni msaada kwetu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu yangu, bye. Sibuka TV.